والصلاة والسلام الأتمان الأكملان المتلازمان على سيد الوجود محمد رحمة الله المهداة للعالمين الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط الله المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. وبعد بعدكم شكور الحق سبحانه وتعالى na kumtakia rahma na amani kipenzi chake na kipenzi chetu bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kwa mara nyingine tunamshukuru al-Haq subhanahu wa ta'ala kutuwezesha kuwa pamoja tena katika darasa kama hili la tafsir, tukiwa tunaendelea kufasiri suratul Mujadila ama suratul Mujadala, na tukiwa tumefika aya ya 11. Katika aya zilizotangulia Mola subhanahu wa ta'ala alituelezea hukumu zinazofungamana na an-najwa, kunongonezana. Ingawa kadhia ya najwa haijaisha, bado itakuja kuzungumziwa katika aya ya 12, lakini kwa sababu najwa ya aya 12 ni haswa katika kumnongoneza mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, Mwenyezi Mungu akaweka fasil, akaweka kitu katikati kati ya ahkamu za kunongonezana sisi kwa sisi na hukumu ya kumnongoneza mtume sallallahu alayhi wasallama. Akaja kutaja adabu za majalis, kwa sababu madhumuni ni mamoja, nayo ni kufundishwa adabu katika vikao vya bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na vikao vyote kwa jumla. Mola subhanahu wa ta'ala mwanzo wa aya ama mwanzo wa sura afwan, alianza kisa cha Sayyidatuna Khawla, mwanamke amepatwa na masala ya kisheria, ametoka amekwenda nyumbani kwa mtume sallallahu alaihi wasallam, amekaa kumuuliza, anauliza, anafanya hiwari, jidali. Kwa hivyo ni moja kwa moja, yani kama mmoja katika umma amekwenda kusoma kwa mwalimu wa umma. Hapo ni mwanzo, nafasi inaruhusu, lakini kila siku zinaposonga umma unaongezeka, wanaotaka kusoma wanakuwa wingi, kwa hivyo kunakuwa na zahma na idadi kubwa katika kikao cha mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kwa sababu dini ya Kiislamu imetufundisha adabu katika kila kitu, azakumullah, mpaka katika kukidhi haja chooni, haiwezi leo ikakosa kutufundisha adabu katika vikao vyetu na mikusanyiko yetu. Kwa hivyo Mola subhanahu wa ta'ala katangulia kwanza kutufundisha katika adabu za majalis, ambayo kwamba ni najwa. Katika aya zilizopita kunongonezana, na kwa watu wakiwa watatu, wawili hawafai kunongonezana, wakamwacha mmoja hajui kinachoendelea. Sasa Mola subhanahu wa ta'ala anaendelea kutupa hizi adabu za majalis, akatuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha qila lakum, pindi mtakapoambiwa, tafassahu fil majalis, songeleaneni, pianeni nafasi katika vikao, katika mabaraza. Yafsahillahu lakum, naye Mola subhanahu wa ta'ala tawakunjulia. Wa idha qila, na mkiambiwa nshuzu, nyanyukeni, fanshuzu, vile vile nyanyukeni. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum, anawanyanyua Mola subhanahu wa ta'ala wale walioamini kati yenu.
walladhina utul ilma darajat, lakini vile vile anawanyanyua wale waliopewa elimu, wote wananyanyuliwa darajat, daraja mbalimbali. Wallahu bima ta'maluna khabir, na Mola subhanahu wa ta'ala kwa yale mnayoyafanya ni mjuzi. Al-Habib sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kama anavyotaja al-Imam Muqatil katika maulama wakubwa wa tafsiri katika salaf, anasema Mtume sallallahu alayhi wasallam alipokuwa amekaa na masahaba zake katika Sufa, kuna maeneo alikuwa akikaa kusoma, na kuna masahaba ambao kwamba walikuwa hatoki hapo kimlazimu Mtume sallallahu alaihi wasallam kusoma, kama Sayyiduna Abu Huraira radhiallahu anhu wa arda, wakijulikana kama ahlu as-Sufa. Na baadhi ya maulama wanasema maeneo hayo sana sana inatarajiwa kuwa ilikuwa katika sehemu inayojulikana kama Rawda Sharifa kwa kipindi cha sasa, kati ya kabri ya Mtume na mimbari yake. Alipokuwa amekaa nao, idadi ni kubwa, kukaingia baadhi ya watu. Riwayat zimemtaja mmoja katika wale walioingia ambaye kwamba ni Qais ibn Thabit ibn Shammas, katika masahaba wakubwa, katika walioslimu mwanzo, katika walioinusuru dini, katika waliopambana, na kubwa zaidi katika waliohudhuria vita vya Badr. Na sisi tumeambiwa hawako sawa walioslimu kabla ya fathi na walioslimu baada ya fathi. Yani kabla fathi Makkah walioslimu na wakapambana hawako sawa na wale ambao kwamba walikuja kuslimu baada ya fathi. Kifu yule ambaye kwamba wacha kuslimu kabla ya fathi, huyu kutoka mwanzo yani msafara mrefu yuko na Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama katika kunusuru la ilaha illa Allah. Hivyo alipoingia yule bwana na wenzake ambao kwamba ni Badriyuna, wote ni watu wamehudhuria vita vya Badri, Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallama aliwanyanyua baadhi ya watu katika maswahaba wadogo wadogo, akawaketisha wale wakubwa katika sehemu yao. Kilichotokea hapa, kama vile wanafiki walikuwa wanatumia najwa kunong'oneza katika kutia fitna na hofu na wasiwasi kati ya waumini, wakatumia pia hili katika kufanya hilo. Kwa hivyo wakaanza kukunja macho ama kufungiana macho. Umeona wanavyofanya, na wakaanza kutoa na maneno. Angalia, watu wamekuja mapema, wakabook sehemu zao mbele, wataka kuwa karibu na Mtume. Wamekuja hawa kuchelewa, kisha walokuja mapema na nyanyuliwa. Uadilifu gani huo? Nani atafanya uadilifu kama si Rasul? Ikiwa Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam hakufanya uadilifu, atafanya uadilifu nani? Lakini wanatafuta kila sababu ya kumkosea heshima Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuzalisha katika nyoyo za masahaba chuki kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kumkosea adabu Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Fitna maitia Sayyidina Muqatil anasema Mola subhanahu wa ta'ala, ama hii ndio sababu ya kuteremshwa aya kama hii. Kwa hivyo aya kama hii ikaja kwanza kuwaunga wale maswahaba walionyanyuliwa wasihisi vibaya, lakini kutupa somo kubwa. Somo lenyewe ni gani? Ni kuwa wale wenye daraja, wale wenye manzila siku zote wanafaa kupewa heshima yao na kutangulizwa. Yani haiwezekani tu tumekaa katika kikao kuna vijana wadogo alafu kumeingia watu wazima wabaki wale vijana wadogo katika sehemu za mbele na wale watu wazima wawekwe kando. Ama umeingia katika kikao, vijana wamekaa katika viti, wameingia watu wazima, ati wao wakae chini ama wasimame na vijana wamekaa katika viti. Hili hata kitamaduni, wacha hata kwenda katika sheria na dini
Manake huku tumeambiwa laysa minna man lam yuqir kabirana wa yarham saghirana. Mtume anatuambia si katika sisi ambaye kwamba hatomheshimu mkubwa wetu na hatomrahamu mdogo wetu. Yani yule mkubwa anahitajia heshima. Hii ni katika sharia, lakini kabla ya kwenda katika sharia hataki tamaduni, si sawa. Popote atakapokwenda yule mwenye manzila, mwenye cheo, mtu mzima, msomi, siku zote anatangulizwa. Kwa hivyo ikaja aya kama hii kutufundisha hilo. Ndio Mtume akatuambia anzilun nasa manazila, wekeni watu katika sehemu zao, katika daraja zao. Kwa hivyo hapa tukafundishwa adabu katika adabu za vikao, na kama tulivyosema kwa sheria imetufundisha adabu katika kila kitu, na adabu za majalis ni nyingi, wanazitaja maulama, bali katika walotunga vitabu katika adabu kama al-Imam al-Bukhari na kitabu chake al-Adab al-Mufrad, ukiangalia walotunga vitabu katika kueleza adabu za vitu mbalimbali, utaona wameweka mlango mzima kunazungumzwa adabu al-majalis ama adabu al-majlis, adabu za vikao. Kwa sababu sisi ni wanadamu, mara nyingi tunapenda kukusanyika, mara nyingi tunapenda kukaa pamoja katika vikao, tunahitajia uns. Tunasema daima mwanadamu ameitwa insan kwa sababu ya uns, kwa sababu ya kupumbaa. Kwa hivyo ataka kukutana na wenzake, wazungumze, badilishane mawazo, wahadithiane. Sasa katika vile vikao kuna adabu tumefundishwa. Sasa vikao vingine vinakuwa ama ni vya wazi, na kuna vikao vingine vinakuwa ni khasa, pengine mtu amealika watu katika nyumba yake. Sasa katika adabu za vikao, kwa mfano kikiwa kikao ni khasa, hufai wewe ulioalikwa uende ukabebe na wengine uwapeleke kwa watu. Hujui mwenye nyumba njipanga vipi shekhi. Pengine yeye amejipanga chakula chake ni cha watu 7 mpaka 10, umbebe na wengine 10 ukwenda nao. Kwa hivyo mwanzo uchukue idhini yake ikiwa ni kuna dharura ya kwenda. Isipokuwa baadhi ya maulama wanatuambia kama itakuwa yule mtu unayetaka kwenda naye una yakini kwa yule mwenye nyumba atafurahia ukienda naye, pengine yuko mjini na hana habari kama yuko mjini, sasa unamfanyia surprise, unakwenda na unajua kwa yakini hataudhika kwa kumwona, unaweza kwenda naye. Hiyo ni moja katika adabu. Katika adabu za majlis, vikao, ni kutochelewa katika kufika. Kuna baadhi hawezi kufika kwa muda hata siku zote, hata siku moja, na anajua kuwa kile kikao hakianzi bila yeye. Yani kuna watu wanatarajiwa wao waje watie Fatiha ndio kikao kianze, na kuna wengine mpaka wafike wao ndo kuanze kupakuliwa na kuteremshwa kile chakula. Sasa anaadhibu wengine 100 kwa sababu yeye mtu mmoja. Si sawa. Utakaofike kwa wakati. Katika adabu ya vikao ni salamu. Unafika pale unatoa salamu. Siku hizi mtu anaingia katika kikao hi hello. Unaotolea watu salamu, na salamu si katika kuingia tu, salamu hata katika kutoka katika majlis. Yani katika baadhi ya maeneo, jambo ambalo kwamba si sana kwa kwetu huku kuliona, baadhi ya nchi za jirani tukienda, kwa mfano hata tukikaa hivi katika darasa, mtu akipata na dharura ananyanyuka anaaga kwanza. Katika adabu za majlis kusalimia wakati wa kutoka. Vile vile katika adabu za majlis kuwakabili watu na bashasha. Watu wamekuja katika kikao kujumuika na wewe umefuriana, nataka kupasuka, wakabili watu kwa bashasha. Tabasumuka fi wajhi akhika sadaqa. Katika adabu za kikao ni atajwe Mungu na aswaliwe Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wasallam. Kuja katika hadithi Mtume asema kikao ambacho kwamba watu watanyanyuka na hawajamtaja Mwenyezi Mungu wala hawajamsalia Mtume sallallahu alayhi wasallam, kana alaihim tira, inakuwa ni hasara juu yao. Yani watu wanaweza kukaa masaa 2, 3, 5, shekhi, masaa yote hayo hajatajwa Mwenyezi Mungu hata mara moja, wala hajasaliwa Mtume sallallahu alayhi wasallam hata mara moja. Hasara tu. Maana katika adabu za vikao ni kutosengenya, na hapa ndipo tunapofeli mara nyingi.
yani vikao vyetu 99.9% havisalimiki na kusengenya, lazima lipatikane. Nadra sana ati watu wamekaa hivi kisha kusengenywa, ngumu, inakaribia kufika 100%. Lakini kuweka ihtiyati, acha tuseme 99.9. Kuna kitu tumefundishwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaambiwa ni kafaratul majlis, kafara kikao, kwa sababu katika kikao kunaweza kupatikana dhambi kama hizo za kusengenya nini. Mnapokuja kujajuka, mnaileta kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. Kwa hivyo ziko nyingi maulama wanazieleza katika hizo adabu. Ndio hii Mola anayeashiria hapa, tafassahu fil majalis, peani nafasi. Siku zote kati ya mutahabbin hakukosekani nafasi, hata kama sehemu ni ndogo na idadi ni kubwa. Yani watu wakiwa wanapendana, ile nafasi wajua iko katika nyoyo, watu watakunjuliana nafasi. Na kati ya wenye kuchukiana, shekhe, huu msikiti wote unavyoona, wawili hawatoshei hapa kama wapendani. Inshallah moja kwa kipembe kile wanaona kama wambanana hivi. Sasa Mola Subhanahu wa Ta'ala anatuambia nini? Tafassahu fil majalis, kunjulianeni, peaneni nafasi. Ameingia mtu, yani kuna baadhi ya watu nafasi sio kwa haiko, lakini anamwona mtu anakuja ndo mwanzo anajipanua hivi, zibe asije kuingia mpasika, maana sio. Lakini haimaanishi tukiambiwa tafassahu fil majalis uende ukatie watu dhiki. Yani saa nyingine majlis imebana, umechelewa na kuna nafasi pale juu. Maana katika adabu za majlisi ukae pale inapoishia ile majlis. Kile kikao kinapoishia ndo wewe ukae. Umechelewa basi kaa pale ulipofikia. Lakini mwingine hasikira mpaka aruke watu mabega na nini, alafu aje aingie kati ya wawili. Kwanza haifai, Mtume swalla salam amekataza hilo, kuja kuingia kati ya watu wawili, hasa ukijua ni watu wanaopendana, haifai, ni haramu, isipokuwa kwa idhini yao. Yani wewe pengine kuna nafasi kwingine hukuona kote kule kukaa, isipokuwa kuja kuingia kati ya wawili. Sasa kuruka vile majlis haifai. Kwa hivyo tafassahu inatakikana, lakini isipelekee katika kuumiza mtu. Maanake mwingine saa nyingine hata katika swafu za swala anaiona nafasi ndogo, lakini analazimisha mpaka anabana mtu mabega. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam atuambia nini? Inna ahabbakum ilayya, wale naopenda zaidi, aliyanukum manakiba fi salah, ni wale wanaokuwa na mabega laini katika swala. Sio unapiga mtu bega mpaka anatafuta Vicks baada hapo kwenda kujikanda. Iko nafasi khairu wa baraka, hakuna basi tafuta kwingine kwenye nafasi. Kwa hivyo ya ayyuhalladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalis, mkiambiwa mupeane nafasi katika majalis, fafsahu, peaneni nafasi. Ukifanya hivyo yafsahillahu lakum, ni jawabu. Ikiwa mtu atalifanya hilo, Mwenyezi Mungu naye atamkunjulia. Naangalia katika maajabu ya hii aya, Allah Subhanahu wa Ta'ala hakusema atamkunjulia katika jambo fulani, ameiacha wazi. Na ikiwachwa wazi, jazo utakacho. Atakunjulia katika kaburi lako, litakuwa maddal basar, badala ya kubanwa litakuwa pano. Atakunjulia katika riziki yako, atakunjulia katika pepo yako, atakunjulia katika familia yako, wewe jazo utakacho. Tafassahu fil majalis yafsahi Allahu lakum. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala naye atakunjulia. Nani ambaye hatakunjuliwa? Pengine moja katika sababu ya dhiki na mazito tunayopitia katika ulimwengu sasa ni kukosekana adab kama hii katika adabu ya majalis. Tumewabana ama tumewabania wengine, Mungu na sisi akatubana. Na katika maana za tafassuh, kupeana nafasi si katika vikao peke yake. Na tafassuh ni pana zaidi, hata katika majali mbalimbali. Hivyo ankuja mwenzako katika
kazi unayoifanya, amekuja kushirikiana nawe, mkaribishe, mpe naye nafasi, mshirikiane. Lakini kuna wengine wataka ni mimi peke yangu. Sayyidina Musa alayhi salam alimwambia nini Mola wake subhanahu wa ta'ala? Amwambia Harun, huyo wa afsahu minni lisana, wa akhi Harun, ndugu yangu Harun ana ufasaha zaidi wa kusema. Yani sengine unaweza kujua mtu ana ufasaha wa kusema na anaweza fikisha risala kwa uzuri, lakini ukabana kwa sababu gani? Wataka useme wewe tu. Kwa hivyo tafasuh ni kwa upana wake, sio katika vikao peke yake, katika nafasi za kazi, katika dori za dawa, katika nyanja mbalimbali. Ya ayuha alladhina amanu idha qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala na atawakunjulia. Kisha Mola akatuambia wa idha qila nshuzu, na mkiambiwa munyanyuke. Ngala lugha aliyotumia Mola subhanahu wa ta'ala hapa, hakusema wa idha qila insarifu inhadhu, hakusema mkiambiwa ondokeni, kwa sababu lengo si kuondoa mtu, lengo ni kumnyanyua mtu. Na angalia hapa mbele Mwenyezi Mungu atuambia nini? Yarfa'illahu alladhina amanu, Mwenyezi Mungu anawanyanyua wale walioamini. Na kwamba anatuambia yule ambaye kwamba atakuwa tayari kiakhlaki kumnyanyukia mwenzake katika kikao, Mwenyezi Mungu naye anamnyanyua daraja, kwa sababu si kila mmoja yuko tayari kumkadimisha mwenzake na kuinyima nafsi yake. Ile sifa ya ithara, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa, wanawatanguliza na wanapendelea kheri wale wenzao, hata kama wao wana shiddatul haja. Khasasa ni haja iliyokuwa kubwa. Nani ambaye kwamba hapendi kuwa karibu na Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kila mmoja atakao ule ukuruba. Lakini hapa tunapewa somo, mbali na somo la kuheshimu walio kubwa, kwa ukuruba si ukuruba tu wa mwili. Sheikh letu Sayyid al-Habib Umar daima husema kam min ba'idin qarib wa kam min qaribin ba'id, ni wangapi wako mbali lakini wako karibu. Yani kimasafa miili iko mbali lakini nyoyo ziko karibu, na kuna wangapi wako karibu lakini wako mbali. Yani miili iko karibu lakini hawako kabisa, nyoyo zao ziko mbali. Na moja katika adabu za vikao ni kushughulika na wale uliokaa nao. Leo hii mitihani tuliokuwa nayo ya vyombo hivi, kila mmoja yuko kwenye screen. Yani watu wamekaa pamoja lakini kila mmoja yuko katika nini? Katika simu. Kila mmoja yuko katika screen. Wanasema qarrabatil abdan wa ab'adatil almashaa'ir wal adhan, imeleta karibu vile ile miili, lakini imeweka mbali zile hisia na masikio. Yani mtu unakaa unazungumza kwa sababu uko kwenye simu, hajakusikia unasema nini, kisha nakurudia ulikuwa sema nini, uko hapo kwenye kikao. Kwa hivyo Mola subhanahu wa ta'ala akatuambia wa idha qila nshuzu, mkiambiwa munyanyuke. Sawa, kunyanyuka ni kunyanyuka daraja, si kunyanyuka tu katika sehemu ulokaa. Yani akhlaki zako zimekupelekea wewe ukanyanyuka kumtanguliza yule mkubwa kicheo, Mwenyezi Mungu naye akakunyanyua katika nini? Katika daraja. Kwa hivyo unaweza kuwa mbali lakini ukawa uko karibu, na unaweza kuwa karibu kwa uko mbali. Wangapi walikuwa na swali safu ya mbele na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Kwani Abdullah ibn Ubay ibn Salul, kichwa cha wanafiki, rais wa wanafiki, hakuwa na swali nyuma ya Mtume? Sasa alikuwa karibu, lakini alikuwa karibu ama alikuwa mbali na Mtume sallallahu alaihi wasallam? Unaona? Sasa wa idha qila shuzu, mkiambiwa mnyanyuke. Na baadhi ya mufasirina wakatuambia hii aya imezungumzia uwepo wao katika nyumba ya Mtume sallallahu alaihi wasallam.
Yani wale mabwana wanapokwenda kumtumi sallallahu alaihi wasallam nyumbani kwake, kila mmoja anakuwa na hamu ya kuwa wa mwisho kutoka kwa mtumi. Yani hii fakri kwake, mimi ndo nilikuwa wa mwisho kumwaga Rasulullah. Sasa kwa sababu kila mmoja anataka hilo, wanaanza kuoteana. Na mtume sallallahu alaihi wasallam ana haja zake, ana ibada zake ataka kuzifanya, ana wake zake ataka kukidhi nao haja. Kwa hivyo mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwaambia nyanyukeni mwende, wa idha qila nshuzu fanshuzu, moja katika tafasiri zilizotajwa, mkiambiwa nyanyukeni mwende nendeni, msijivute ukasema mimi nataka nitokee wa mwisho, wa idha qila nshuzu fanshuzu. Lakini tafsiri ambayo kwamba ni pana zaidi ni ile kuwa mkiambiwa mnyanyuke, nyanyukeni, wala usibebe kitu katika nini, katika nafsi yako. Na hasa mara nyingi nukta hii ni muhimu. Unapofika katika kikao ukajua mimi nikikaa hapa kuna uwezekano kunyanyuliwa, usikae ndugu yangu. Maulama wanatuambia sudurul majalis maqali', suduru almajalis, sadr ni mbele, unaona. Sasa zile sehemu za mbele katika vikao, maqali' ni sehemu za kungolewa, yani unaweza kunyanyuliwa wakati wote. Unaona mara nyingine unaweza kwenda kwenye kikao mtu akanyanyuliwa mara 7 hata si mara moja. Amekuja kaa hapa mara mengi fulani, nenda pale. Ametoka pale pia, nenda pale. Anasogezwa akisogezwa. Sasa wewe angalia nafasi yako kwamba mimi nikikaa hapa sinyanyuliwi, ili usipate huo mtihani. Sudurul majalis maqali, kwa sababu hujui nani ataingia. Aweza kuingia mtu mzima, aweza kuingia kiongozi, aweza kuingia mwanachuoni, akatangulizwa. Kwa hivyo itakuwa hakuna budi kuambiwa inshuzu, nyanyuka. Sasa ukiwa wajua litakutia dhiki, ikifikia kunyanyuliwa, usende kukaa katika sehemu yao. Naam. Kwa hivyo wa idha qila inshuzu, mkiambiwa nyanyukeni, fanshuzu, mnyanyuke. Kisha Mola akatuambia nini? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Anawanyanyua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Akataja watu sampuli mbili, alladhina amanu minkum, wale walioamini kati yenu, walladhina utul ilma darajat, na wale waliopewa elimu. Anawanyanyua nini? Darajat, daraja nyingi. Kwa hivyo Mola Subhanahu wa Ta'ala akitubainishia kuwa yule ambaye kwamba atanyanyuka kiakhlaki akawapisha na wengine, na hapa baadhi ya maulama wanasema maana yake ni kuwa usitake kheri kwa nafsi yako tu. Ndio kile kikao cha Mtume sallallahu alaihi wasallama kinaweza kurefuka, na wanaohitajia kukaa karibu na kumsikiliza ni wengi. Sasa ikiwa wewe utamgandama tu, utakuwa karibu wewe tu, wale wengine watapata nafasi sangapi? Maana wale wengine watapata nafasi sangapi? Sasa pishaneni, wengine wanyanyuke wapishe wengine, wengine wanyanyuke wapishe wengine. Kwa hivyo yarfa'illahu alladhina amanu minkum, Mwenyezi Mungu anawanyanyua daraja wale ambao kwamba wameamini kati yenu. Taban mwenye kukubali kunyanyuliwa ni mtu ambaye kwamba ana imani, ni mtu ambaye kwamba amefuata amri ya Mola Subhanahu wa Ta'ala, idha qila inshuzu fanshuzu. Kuna mwingine shaka hanyanyuki, kama alopigwa msumari hapo atumwambia sijui inuka, akamwambia hainuki mtu hapo, shekhi kutamwagika damu. Shawana sasa. Naam. Taban katika adab za majalis ni kwa mtu akiwa ametangulia kukaa katika sehemu, ana haki na ile sehemu. Na ikitokea kwa mfano umekwenda kwa haja ndogo na kurudi, ametaka kwenda kutawadha, ametaka kwenda kukidhi haja, akirudi pale ana haki napo, ana haki napo. Naam. Allah
tunapokuja katika ibada ya swala, anaitangulia kufika wa kwanza ndo ana haki na ile sehemu katika majlis madamu si sadr, ana haki na sehemu ambayo kwamba anaipata kukaa. Kwingine kuna adat tofauti. Tulipotembelea Komoro, tulikwenda kukaa katika safu ya kwanza, tukaambiwa tuondoke, tukashangaa mbona tena? Wakasema hapa haruhusiwi isipokuwa alofanya ada nini. Mara watu wakaanza kuingia na majoho yao, wanasema wale wanaooa wanatofautiana. Kuna yule alooa amefanya ada na kuna alooa hajafanya ada. Ada yao wenyewe ni kiwango fulani cha dhahabu, sijui na sherehe, sijui mabegi fulani ya vitu kupeleka na kulisha watu kiasi fulani. Sasa ile ada wewe ukishaifanya unaruhusiwa kuvaa joho. Kama hujafanya ada huvai joho, hata kama khatibu wa Ijumaa. Sasa ukishafanya ile ada ndio ruhusiwa kufanya nini? Kuvaa joho. Na ndio ruhusiwa kwa safu ya mbele. Kwa hivyo kama hujafanya ada, akija mwenye joho utampisha pale. Ilibidi mabwana waambie basi hawa ni wageni wanakuja kutoka nchi, waacheni. Naam. Wa idha qila inshuzu fanshuzu yarfa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Kwa hivyo wale walioamini wananyanyuliwa daraja, na wale wenye ilmu vile vile Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawanyanyua daraja. Inma yakhsha Allah min ibadihi alulama. Nimekuja katika hadithi Mtume sallallahu alayhi wasallam asema hata alhitana fi bahr, hata wale samaki katika bahari wanamwombea msamaha yule mwenye talib alilm, mwenye kusoma. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anamnyanyua daraja. Hata yule mwenye kusoma Qur'an tambo siku ya kiyama, ikra wartak, soma na upande daraja. Zile ni daraja tanyanyuliwa kwa sababu nini? Ila ilmu ilikuwa nayo. Imam Suyuti katika mukaddima ya al-ashbah wan nadha'ir kizungumzia maulama akisema humul muluk bali al-muluku tahta aqdamihim. Asema maulama ndio wafalme, bali wale wafalme wengine wale wenye kuongoza hukumu tahta aqdami, mko nyuma chini ya miguu ya maulama. Kwa sababu hawa wamenyanyuliwa kisiasa na hawa wamenyanyuliwa na Mola kidini. Sasa yupi ambaye kwamba yuko juu zaidi? Na wamepita mahakimu wangapi katika ulimwengu? Ni wangapi wanaokumbuka? Leo nenda popote taja al-Imam Abu Hanifa, watu wanamjua. Al-Imam Shafi'i, watu wanamjua. Al-Imam Malik, al-Imam Ahmad ibn Hanbal, ulama wengi hao na wengine wengi watu wanawajua. Lakini ukiambiwa kulikuwa na kiongozi anaitwa Al-Dhahir Bebers, shaka kusikia ile jina? Kulikuwa na kiongozi anaitwa Ibn Tulun, shaka kulisikia? Yani mpaka uende sasa usome vitabu vya tarehe watafute kwa nguvu. Isipokuwa baadhi ambao kwamba walikuwa na taaluk, mafungamano na maulama makubwa na kuwahudumikia, na Mola akajalia ile majina na yakapata kujulikana, ama wao wenyewe walikuwa ni wasomi wa ilmu, kwa hivyo wakakusanya hukumu na elimu, wakapata kujulikana, kama Imam al-Khalifa al-Rashida Sayyidina Umar ibn Abdul Aziz. Walikuwa ni kiongozi, lakini wakati huo walikuwa ni mwanachuoni. Maulama wanasema ndo mujaddid wa dini katika karne ya kwanza. Wale watu 100 ambao kwamba Mtume wale watu wanaokuja mwanzo wa miaka 100 ambao Mtume sallallahu alayhi wasallam anatuambia kila miaka 100 atakuja mtu atarinyu, atafanya tajdidi hii dini. Kila miaka 100. Maulama wanasema fakana fil mi'ati al-ula Umar khalifatul adl bi ijma'in wa qar. Al-Imam As-Suyuti katika mandhuma yake akiwataja asema wa kwanza katika 100 ya kwanza, ile karne ya kwanza, alikuwa nani? Umar ibn Abdul Aziz, khalifatul adl, khalifa mwadilifu, tena bi ijma', hakuna khilafu katika hilo. Kwa hiyo kuna baadhi ya karni yani wanakhtalifiana maulama,
nakwambia hapa ni fulani, mwingine anasema la, katika karne hii ni fulani. So kunapatikana ikhtilafu يعني والشافعي كان عند الثانية لما له من العلوم السارية وابن سريج ثالث الأئمة والأشعري عده من أمة. يعني katika karne ya pili wanasema ni al-Imam Shafi'i. طيب katika karne ya tatu wengine wamesema ni Ibn Surayj, wengine wanasema ni al-Imam Abu al-Hasan al-Ash'ari. Sasa wanakushapatikana khilafu wangapi? Wawili katika karne moja. Wengine utapata khilafu mpaka watatu. Almuhim katika karne ya kwanza kuna khilafu ambaye kwamba nani? Umar ibn Abdul Aziz. Kwa hivyo ulama wamebaki sera yao, wametambulikana kwa sababu Mola Subhanahu wa Ta'ala ndiye amewanyanyua. Kwa hivyo yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mungu Subhanahu wa Ta'ala anawanyanyua daraja wale walioamini na wale ambao kwamba wamesoma. Kwa yote ambaye kwamba ataka duniani kunyanyuka daraja yake na akhera vile vile, afanye nini? Awe atakuwa ni mwenye kushikamana na njia ya ilmu. Mola katubia wallahu bima ta'maluna khabir, na Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mjuzi kwa yale ambayo kwamba mnayafanya. Hivyo ikiwa wewe umekunjua katika majlis ama umenyanyuka kumpisha mwingine, Mola Subhanahu wa Ta'ala yajua, na ukibana yajua, ukisema ngoja nijipanue hapa ndo mtu asipate nafasi ya kukaa yajua. Ameingia mwanachuoni ukasema simuinuki yajua. Ameingia tajiri ukawa kwanza kunyanyuka pia yajua. Huyo anyanyukiwa kwa lipi na yule hakunyanyukiwa kwa lipi? Khabir, juzi, mwenye khibra kwa yote yale ambayo kwamba mnayafanya. Kwa hivyo kinyanyuka kwa ajili ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu anachokimiliki mtu. Kisha Mola akatuambia ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha najaytumur rasula, mkimnongoneza, kija mkisema kwa siri na Mtume sallallahu alaihi wasallam, faqaddimu, tangulizeni, baina yaday najwakum sadaqa, kabla kuja kumnongoneza tangulizeni nini? Sadaqa. Dhalika khairun lakum, hiyo ni bora kwenu nyinyi, wa athhar, na yenye kusafisha nyoyo zenu na kutahirisha nyoyo zenu. Fa in lam tajidu, musipopata, fa inna Allaha ghafurur rahim, Mola Subhanahu wa Ta'ala ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa kuhurumia. Mola Subhanahu wa Ta'ala alipoona sasa ile zahma imekuwa nyingi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na kuna watu wanaitumia ile nafasi kwa malengo maovu, yani wanafiki wanajua kuna sahaba wana haja ya kwenda kusema na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa sisi tutawazuia vipi? Wacha tujisogeze sisi mbele, wacha ile nafasi tuichukue sisi, wasipate kufika kwake. Sasa ili kusafishwe, kuondolewe ule uchafu, Mwenyezi Mungu akaiweka hukumu hii kwa muda fulani. Baadhi ya maulama wanasema ilikuwa ni siku moja, wengine wanasema siku 10, masiku kuhesabika. Kwa bana yoyote ambaye kwamba anataka kwenda kumnongoneza Mtume, kusema na Mtume kwa siri, afanye nini? Kwanza tangulize nini? Sadaka. Toa sadaka kule, alafu njoo useme naye. Lakini kwa sababu jamaa kidogo mabakhili na hawapendi kutoa, wakaona basi wacha tu watu waende, sisi tukae kando. Unaona ule uchafu kaondoka. Na angalia katika maajabu al-Imam Abdullah ibn Abbas, wengine nasema Abdullah ibn Umar, anasema aliyobakhtika, sema fuddila Ali bi thalath, Sayyidina Ali amefadhilisha kwa mambo matatu. Na yeye mwenyewe alikuwa akisema kuna aya katika Qur'ani hakuna aliyefanyia kazi isipokuwa mimi. Na ni aya hii. Asema nilikuwa na dinari nikaenda nikaichange dirhamu 10. Nikasema kile nikitaka kumnongoneza Mtume nitakuwa natoa sadaka. Angalia malengo mingi. Lengo la kwanza ni kuondoa uchafu kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuiondoa ile zahma inayozuia maswahaba wenye haja. Sawa, ambao kwamba si wanafiki. Lengo la pili, mafukara wanastafidi, wanapata na wao zile sadaka, sio kwa unamletea Mtume
wewe unawapa wale mafukara. Unaona? Na hii baadhi ya maulama wanasema haikuishia kwa Mtume tu sallallahu alaihi wasallam. Yani unapokuwa na swala lako la kisheria unahitajia fatwa, jitahidi kabla ya kwenda kumuuliza mwanasheria ama mwanachuoni, toa sadaka kwanza, kisha ndio wewe. Yani kwa nia kwa Rabbi, mpe taufiki yule bwana katika nini, katika kunipa fatwa ambayo kwamba itanisilihi katika amri yangu. Tubakine na nisije nikakutiwa vibaya. Toa sadaka kumpa fakiri. Sio kusema shekhe anasema bana, kabla kumuuliza swali kwanza tumpatie sadaka. Hatuna consultation fees. Toa sadaka mpatie fakiri, alafu nenda muulize shekhe lile swala lako. Naam. Kwa hivyo Saidina Ali anasema ni yeye peke yake ndo alipata bahati ya kulifanya hilo, yani kutoa sadaka kabla kwenda kumnong'oneza nani, Mtume sallallahu alaihi wasallam. Na kama tulivyosema, Saidina Abdullah ibn Abbas na wengine wanasema Saidina Abdullah ibn Umar, sema Saidina Ali kuna mambo matatu makubwa alifadhilishwa nayo. La kwanza, alipata bahati kumwoa binti ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Sayyidatuna Fatima az-Zahra, ambaye kama ni moja katika wanawake wanne waliofika daraja ya kamali. La pili ni kuwa alipewa bendera siku ya nini, ya Khaybar. Na la tatu ni hili, kwa hakuna aliyefanyia kazi aya hii isipokuwa yeye Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa arda. Kwa hivyo ya ayyuhalladhina amanu, enyi mlioamini, idha najaytumur rasula, kienda kumsemesha Mtume sallallahu kwa siri, kumnong'oneza, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqa, mukaddimisha sadaqa, dhalika khairun lakum, hiyo ni bora kwenu nyinyi, wa athhar, khairi kwenu nyinyi katika kuatilia baraka kwenye mali yenu. Ukitoa sadaka Mungu kupa badali yake mara 10 na ziada. Kisha wa athhar, ni yenye kutahirisha na kusafisha nyinyi, kusafisha nyoyo zenu. Kisha Mola akatuambia fa in lam tajidu, ikiwa hamkupata, fa inna Allaha ghafurur rahim, Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na mwingi wa huruma. Kisha akasema ashfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat. Kuna watu kidogo walikuwa wamehisi uzito, wanaona yani kila kitakwenda kumsemesha Mtume nitoe kidogo, itakuwa itanikausha mifuko hii. Sasa Mwenyezi Mungu anambia mmekuwa na uzito wa kwenda wa kukadimisha sadaqat kabla ya kumnong'oneza Mtume. Fa idh lam taf'alu, ikiwa hamkulifanya hilo, wataba Allahu alaikum, na Mwenyezi Mungu akawasamehe na kukubali toba zenu, basi fa aqimus salat. Tumeondoa hiyo hukumu. Kwa hivyo ukitaka kumnong'oneza Mtume sasa, wewe nenda, si lazima utoe sadaka. Lakini ujue kuna vitu vinaweza kuwa hukumu yake kisha kuondolewa, lakini kuna vitu haviondoki. Swala iko pale pale, utaendelea kuswali, hajaondolewa wala hajapunguziwa. Faqimus salata, sipabisheni swala, wa atu zakata, na mtoe zaka, wa atiu Allah wa rasulahu, na mumtii Mola subhanahu wa ta'ala na mtume wake. Wallahu khabirun bima ta'malun, Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa yale ambayo kwamba mnayafanya. Pale pale huku tumeambiwa bima ta'maluna khabir, na kule khabirun bima ta'maluna takdim tuna ta'khir. Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala ni mjuzi kwa kile ambacho kama mnakifanya. Je, mumeona uzito kutoa kwa sababu ubakhili, ama kuna watu hawana uwezo na wana hamu ya kumnong'oneza Mtume, lakini wanashindwa kwenda kwa sababu cha kutoa hawana? Unaona, yani kila mmoja na sababu yake, lakini kwa sababu ni jambo la ndani, anayejua ni nani? Allah subhanahu khabir, anajua vilofichika ndani ya vifua. Kwa hivyo wewe ule uzito wako ulikuwa katika lipi? Ni hali yako ya kifedha ngumu? Mwenyezi Mungu analijua hilo. Ni bakhili pia, Mwenyezi Mungu analijua hilo. Naam. Baada ya hapo Mola subhanahu wa ta'ala ataingia katika ayati zingine ambazo kwamba zinazungumzia wala, kama tutakavyokuja kuona katika darasa itakayofuatia. Kwa ufupi
fahamu katika ayati ambazo kwamba tumezichukua leo, kwa Mola Subhanahu wa Ta'ala ametufundisha baadhi ya adabu za vikao, na tumezitaja baadhi ya adabu za vikao. Na katika adabu za vikao kwamba tumesahau kutaja ni kuhifadhi siri. Hili nalo ni janga hasa katika jamii yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallama siku moja amepita sehemu hivi watoto wanacheza, Saidina Anas bado mdogo, akamtuma, akaenda akapotea kwa muda, kisha akirudi kwa mamake akamwambia, mbona unachukua muda sijakuona? Akamwambia, Rasulullah alikuwa amenituma. Akamwambia, alikuwa amekutuma nini? Akamwambia, siri. Mamake huyo akamwambia, nini hii? Ni siri, siwezi kukwambia. Baadaye, baada ya kufariki Mtume, baada ya miaka kupita, anakuja Sayyidina Anas ibn Malik kumwambia mwanafunzi wake ambaye ni tabi, Thabit al-Bunani, akimweleza sasa, akimpokeza hadithi kama hiyo, amwambia, kama si siri ya Mtume ingekujulisha. Lakini siri, angalau amehifadhi siri mpaka kufariki kwake, amehifadhi siri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sisi katika matatizo makubwa tuliokuwa nayo katika jamii yetu, yani mtu ukimwambia hili jambo siri, ndio kama umemwambia sasa kaitangaze kwa wingi. Afadhali utoke kimya. Yani sasa ile ukitilia mkazo kwamba siri, siku ya pili ipata barabarani. Kwa hivyo masaili ya siri yakijadiliwa katika vikao, usitoke wewe ukaenda ukawa utayasema kule nje. Hivyo katika adabu za majalis ni kujuliana katika nini? Katika vikao, kupeana nafasi, kusongeleana na hata kunyanyuka, ikiwa kutahitajia kunyanyuka kwa ajili ya watu wazima, kwa ajili ya wasomi, kwa ajili ya viongozi. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turuzuku adabu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala turuzuku adabu na yeye, turuzuku adabu na mtume wake, turuzuku adabu na maulama, turuzuku adabu na viumbe vyake vyote. Innahu waliyu dhalika walqadiru alayhi. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin, walhamdulillahi rabbil alamin.